mtazamaji kukutana na wewe tena siku ya leo. Tuendelee kuzungumza ama kukumbushana kuhusiana na namna gani tuishi, namna gani tuenende ili tuweze kuyafanya maadili yetu kuwa mema ama bora katika jamii na taifa kwa ujumla. Karibu sana kipindi wani ni Tumaini Jipya. Tayari nipo na mwanasaikolojia Semeni Lukaga. Yeye atatufundisha zaidi, lakini kisaikolojia atatufafanulia zaidi. Yeye ni mzazi na mlezi pia. Karibu. Asante sana Mary. Na habari ya wiki nzima? Njema, nashukuru Mungu. Niko vizuri. Nyumbani hawajambo? Hawajambo kabisa. Na wale wengine? Nani? Wale. Aise, ni kwema, nashukuru Mungu na kwa afya, nashukuru Mungu kwa maisha haya. Yani tuseme kwa zawadi ya uhai. Kwa zawadi ya uhai. Yes, tunapumua bure. Kwa kweli. Haya ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kuendelea kutupa pumzi tena hata atuilipii. Karibu sana, tuendelee kuzungumza kuhusiana na maadili. Mada yetu ya leo inasema ni kweli mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi. Maana tumekuwa tukisikia sana wakisema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Lina ukweli wowote hili? Mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi? Kabisa, lina ukweli asilimia kubwa sana. Kwa sababu kwanza tunasema mtoto anapozaliwa anazaliwa akiwa ni empty. Japo anakuwa mtupu. Japo kuna kuwepo na vitu fulani kwa ajili ya kumuongoza katika ile hali ya utotoni. Ndio maana mtoto mdogo wa miezi 2-3 anaweza akabebwa na mtu akalia. Akabebwa na mwingine akatulia. Hizo instincts zipo kichwani, yani Mungu alivyowaumba wanadamu ameziumba pia zipo hivyo. Lakini tunasema katika masuala mengine sasa ya kitabia, masuala ya kijamii kama tabia na maisha mengine kabisa duniani, anakuwa hajui chochote. Kwa hiyo anakuwa anategemea kuja kupata vitu kutoka kwa watu aliowakuta. Yaani tabia atakazozikuta, maisha atakayoyakuta, namna wanavyoishi ndivyo atakavyokuwa. Kwa hiyo watu wote tumeshepiwa, yani tumetengenezwa tabia zetu na mfumo wa maisha kwa asilimia kubwa na wale tuliowakuta. Kwa hiyo wakati tunasema malezi, sababu tukisema malezi hatumaanishi mzazi hatumaanishi wazazi peke yake. Tunamaanisha jamii nzima. Kokote atakako kwenda. Kwa hiyo ni sababu kubwa sana ambayo inasababisha mmomonyoko wa maadili, kwa sababu mtoto anazaliwa ndani ya familia, ndani ya jamii ambayo tayari mmomonyoko wa maadili upo. Kwa hiyo yeye si kitu cha tofauti kwamba anaweza akaukwepa. Lazima yale mmomonyoko wa maadili hawezi kuukwepa, atakumbana nao tu. Kwa hiyo tunapokuwa tunataka pengine kutoa jamii au watoto au familia ambayo ni bora, inabidi kwanza waliopo ndo wajirekebishe. Wale wanaozaliwa hawana shida. Kwa sababu anazaliwa yeye ni sawa na kwamba tipa la mchanga linakuja halina mchanga, ili liende na mchanga inabidi uweke mchanga. Usipoweka mchanga litaenda hivyo hivyo. Kwa hiyo mtoto anaweza akasurvive akiwa hivyo kama hata kutana na mazingira ya matusi, kama hata kutana na mazingira ya vipigo, hata jua kwamba huwa kuna kupigana, hata jua kama huwa kuna kutukana, hata jua kama huwa kuna kuzurumu, hata jua kama huwa kuna kusaliti, hata jua hawezi kujua. Kwa hiyo hayo yote anakuja kuyafahamu, yapo na watu wanayafanya kwa sababu anashuhudia, anaona, na ndio maisha yalivyo. Kwa muda huo. Katika hili sasa mzazi ama mlezi anaweza kukabiliana nalo vipi? Kwa sababu nafahamu kabisa naishi kwenye mazingira ambayo sio salama kabisa kwa mtoto. Yanaweza yakamharibu badala ya kumjenga. Mzazi anaweza kukabiliana nalo vipi ili amuepushe mtoto na hizo changamoto? Kwa kiasi kikubwa tuna changamoto sana ya malezi sasa hivi. Na hii changamoto ya malezi imetokana na kwamba baada ya mtoto kuzaliwa atalelewa kwenye familia. Lakini bado hata ile familia imekuwa na changamoto. Sasa hivi si baba na mama anayelea mtoto wake. Unakuta labda mtoto amepewa msaidizi wa ndani. Sio kwamba ni wabaya wajui kulea, no. Lakini ujue tunasema mtoto na wazazi wake ni damu. Yani sio ndugu wale, wala sio marafiki.
Kwa hiyo kitendo cha baba na mama kulea mtoto kuna impact pia kubwa kisaikolojia inaweza kumsaidia yule mtoto kuliko kulelewa na mtu mwingine. Sasa tukitoka tu hapo, mapungufu yanaanzia tu wazazi wenyewe hawalei mtoto. Alafu tunakuja tunaangalia mtoto akitoka kwenye familia anaenda wapi? Anaenda mtaani. Kula mtaani analelewa na nani? Anaenda kuchukua tabia za watu wengi. Watoto wenzake, hata watu wazima, tabia unakuta anazitoa kule. Bado kuna mazingira ambayo huko mtaani, kuna maisha ya mtaani. Ataenda shule nako sio kwamba pako poa sana kwenye tabia. Kuna wengine pia hawana tabia nzuri kule, watoto. Baadhi ya watoto wametoka nayo huko nyumbani, wanakuja nazo pale. Anaweza akafika pale pia akajifunza tabia ambayo sio nzuri. Bado hapo haitoshi, anaweza kukutanishwa na dunia ya mitandao, dunia ya media kwa ujumla, akaingia huko nako atakuta kuna tabia ambazo zinamshape. Kwa hiyo unakuta jukumu la kulea au mzazi kulea, kumweka mtoto wake vizuri, inakuwa ni changamoto kulingana pia na muda wenyewe na nyakati. Sasa uwezi ukazaa mtoto afu ukamfuga ndani tu kwamba asikutane na wengine, asiende shule au asikutane, no, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mwisho wa siku si jambo la kubadilika mtu mmoja au mzazi mmoja. Ni jambo la kubadilisha fikra za kimaadili za watu wote. Lakini Lukaga, wapo watoto ambao wanalelewa hivyo. Kwamba akitoka shule ndani shule, hakuna kwenda kucheza na watoto wengine. Hawa kisaikolojia inawaathiri vipi katika swala zima la maadili? Inawaathiri. Kwanza tunasema mtu ni social being. Binadamu ni mtu wa watu, yani binadamu ili ajisikie vizuri ubinadamu wake, awe na watu, awe na wenzake. Abadilishe ladha ya kifikra, kwa sababu mtoto anaweza kuwa ataniani na baba, lakini akiwa na wenzake akitaniana ndo anakuwa na furaha zaidi. Ndo homoni ya dopamine inazaliwa zaidi. Kwa hiyo hata ukuaji wake wa kiakili, kifikira inakuwa zaidi. Lakini ikiwa kwamba huyu mtoto anazuiwa, na bora azuiwe na yeye akiwa hataki kweli kwenda huko, inaweza ikawa faida kwake, akaendelea na maisha yake vizuri tu. Lakini sio unajua kabisa anapendelea kwenda kucheza na wenzake, alafu unamzuia, ile inamuathiri sana. Ndio huwa tunasema kisaikolojia baadaye inakuja kuwa libido. Libido ni vitu ambavyo mtu hajafulfill mwanzo. Yani hujafanya jambo vizuri. Yani unaweza kuwa umefanya lakini hujalifanya lile jambo vizuri kwa ukamilifu. Sasa unakuja baadaye huko ndo unataka ujazilizie yale mashimo. Kwa mfano, kwa watu ambao bahati mbaya aidha mamaka alifariki ya kumnyonyesha, au alinyonya maziwa labda ya ng'ombe kupitia vikombe na nini, huyu mtu anaweza akapata shida ukubwani. Ukakuta kila muda ni wale watu wengine huwa ni watu wa kutafuna kalamu tu. Yani utakuta ukimpa kalamu mpya haifiki jioni, keshai tafuna unaiona kizibu akipo au kimejikunja kangata na meno. Ile ni libido. Kwa hiyo inaweza ikamfesi mtu katika maisha kutokana na kitu ambacho hakuweza kukifulfili vizuri. Sasa ukiangalia familia for instance, mnamzuia mtoto kwenda kucheza na nini. Ndio maana akija kupata nafasi ya kucheza, atacheza mpaka, yani ni sawa na kwamba ulikuwa unamwandalia maisha, unamwandalia ubaya. Ulikuwa muandai vizuri. Kwa sababu nature na asili ya binadamu ni kushirikiana na wengine, kuongea, kushirikiana na wengine, kuongea na watu, kujua kutofautisha hata katika mawasiliano. Sasa yeye anajua kuwasiliana na baba na mama tu, hajui kuwasiliana na watu tofauti na baba na mama. Siku unampeleka kwenye yale mazingira atafanyeje? Wakati mwingine anaweza akakwama, akashindwa kabisa, ukamuua kisaikolojia, asiwe na confidence, asiwe ni mtu wa kujiamini. Akawa ni mtu ambaye hawezi kabisa kujiamini, yani akaruzi, anakuwa na low self esteem. Au ikitokea pengine kutokana na uruka yake na nini, akawa ni mtu ambaye sasa kaona nimepata gap,
unaweza ukaona tabia zake zitakavyokuwa za mchaka. Kwa sababu atataka kupata marafiki, atataka of course ataathirika kisaikolojia, kwa sababu zile tabia zake zinaweza kwa wengine zikawa tena ni kitu kingine. Kwa hiyo watu hawamuelewi kwa nini huyu mtu ana force, yani anajipendekeza. Tunasonga mbele Lukaga. Naam. Hii tabia ya baadhi ya wazazi, baadhi sio wote, kuwakataza watoto wao kushiriki michezo mbalimbali na watoto wengine, wakidhani kwamba akienda kucheza na wale watoto ataharibiwa. Kwa nini wazazi wao wanawaza hivyo kwamba mwanangu ataharibika, bila kufahamu kwamba ni kweli wale watoto anataka kwenda kucheza nao wana tabia mbaya ama nzuri, hataki tu ajihusishe na watoto wengine? Of course ni kwa sababu pengine na yeye kashuhudia. Na kuchukua tahadhari ni muhimu. Lakini sasa hata anyway tunaweza kusema kama unaona mazingira watoto wanaowasema uwajui na nini. Kuna watu wao wanaenda kuombea watoto wao kwa wazazi wa familia. Anaenda anaomba kwamba mimi naomba mtoto wangu, kwa sababu namuona anaenda kucheza na watoto siwaelewi, naomba aje awe anakaa hapa anacheza na mwenzake. Kutokana na kwamba pengine unafahamu kiundani ile familia, unamfahamu yule mtoto, inaweza ikasound vizuri na nani. Lakini sio unamkataza tu, yani wewe utaki tu aonane na watoto wenzake, utaki tu aongee na watoto wenzake, yani wewe ndio utaki tu hicho. Bila kujua kwamba unaweza kuwa unamuathiri kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu huyu ni mtu ambaye anatakiwa awe na watu. Kesho utampeleka shule, au ndo kama hivyo anatoka shule anarudi nyumbani, ataenda shule anawaza tu nyumbani. Kuna watoto hawapendi kabisa, yani ikifika kipindi cha likizo kurudi shule, kama alikuwa boarding anaona kwa nini tumefunga, yani kwa nini nirudi nyumbani, kwa nini nisingeendelea kukaa shule. Yani sometimes anafurahia maisha ya shule kuliko ya nyumbani. Kama hivyo ambavyo wengine shuleni akiwa pengine sio mpenda masomo, atafurahia maisha ya nyumbani kwa sababu anadekezwa na nini ili asiende shule. Lakini nao pia wanakuwa wanaathirika katika hiyo namna. Sasa tunakuwa tunamtengeneza mtu ambaye baadaye huko ukubwani yawezekana hata asiweze kujiamulia mambo yake. Asiweze kuingiliana na watu vizuri, asiweze hata pengine kufanikisha malengo yake au mambo yake kutokana na wale watu ambao anakutana nao. Kwa sababu hawa watu mara nyingi sana wao wanatengeneza hali ya hofu au uoga. Anakuwa na hofu au uoga. Yani kufanya kitu mpaka aelekezwe sana. Na anaweza kuwa anajishtukia, yani anafikiri akifanya jambo atakosea au ataharibu. Kumbe hamna. Lakini kwa wale watoto ambao wamejichanganya, ana experience, yani anajua, anakuwa anajiamini, anakuwa anafahamu kabisa kwamba ndivyo maisha yanavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo hawezi kuishi na hofu au wasiwasi wa kiasi hicho. Kuna faida gani ambazo watoto wanazipata wale ambao wanajichanganya kwenye makundi na kucheza na wengine, tofauti na wale ambao wajichanganya? Of course, kwanza faida kubwa ni kwamba unajua ili mwanadamu aishi, yani akue, tunasema inatakiwa akue katika maeneo kadhaa. Kwa mfano akue kiakili. Kiakili ni kile kitendo cha akili yake kufanya kazi, yani kufanya kazi kwa maana kukutana na changamoto na kuzisolve. Amepata tatizo hapa amelisolve, amekutana na tatizo amelisolve. Hata kule kwenda kucheza wengine huwa wanachora mpaka michoro na nini, ni kushughulisha akili. Sawa? Wanajenga nyumba. Wanajenga nyumba, wanatengeneza hata kama ya boxi gari na nini. Kwa hiyo unakuta kile kitu lazima afikirie, ili ifanane na gari inatakiwa nitengeneze vipi. Utaona, na kwa hiyo anakuwa kiakili. Tunaita cognitive development. Anakuwa kiakili. Cha kwanza. Cha pili, ina faida sana kwa sababu inatakiwa mtu pia akue kijamii. Kuna watu wengine unaweza kukuta umri wake na jinsi anavyoishi na watu tofauti kabisa, yani hajakuwa kijamii. Kwa hiyo inatakiwa social pia awe anakuwa. Sasa kukua social ni kuonana na watu, kujua tabia mbalimbali za watu, hata yeye kukosolewa tabia zake ili akue vizuri. Wewe hicho sio kitu kizuri. Ataambiwa na nani kama yupo pale tu wigo wake wa maisha upo hivi. Kwa hiyo atakutana na wengine itampa kukua pia kijamii. Na
Kingine ni kwamba inaweza kumsaidia, tunaita kukua kiroho. Kukua kiroho. Yep. Haya, tukamatie hapo, kukua kijamii na kukua kiroho. Je, mtazamaji, mimi na wewe tumekuwa kijamii ama ndio wale ambao walikuwa wakifungiwa? Na vipi kuhusu mtoto wako ambaye unamlea, iwe ni mzazi ama mlezi? Unamfungia au unamwacha akakue kijamii? Tunakwenda mapumziko, nitarejea mtazamaji, usiondoke. Kipindi wani ni Tumaini Jipya. Maisha yana mambo mengi sana. Yanaweza kukupa furaha, huzuni, sonona na mara nyingine hata msongo wa mawazo, kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili, kukata tamaa na magonjwa mbalimbali. Usiogope, haya yote yana suluhisho. Ni kila siku ya Jumanne saa 3:30 usiku na marudio Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Anet Nyoni. Mtazamaji, tumerejea tena, unatazama Tumaini Jipya, kipindi wani, na mada yetu ya leo ni kweli mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi? Tunaendelea kusikia tu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Je, kuna ukweli? Mwanasaikolojia Semeni Lukaga alituelezea vema kabisa na sababu mbalimbali ambazo zinaonyesha ukweli kwamba mmomonyoko wa maadili kwa asilimia kadhaa unaweza kuanzia kwenye malezi. Tunasonga mbele na sasa tupo katika aina ya malezi. Tumetazama ya kijamii, mtoto anatakiwa kujengwa vipi katika jamii, kuishi vipi na jamii yake husika, lakini pia kuna swala zima la kiroho. Kama tunavyofahamu binadamu ni mwili na roho. Kiroho anatakiwa kuishi vipi huyu mtoto? Uzuri ni kwamba saikolojia na mambo ya kiroho ni kitu kimoja. Yes. Sasa mtoto unapomfungia sana, kumdhibiti sana kupita kiasi, manake unamkosesha ile connection na Mungu. Kwa sababu sana tunasema wakati mwingine ujue anaweza akawa, kwa sababu kuna hawa watu kwamba hapo kwenye kiroho kuna hawa wazazi, yani yeye anaamini kinachofundisha na ndivyo ilivyo. Lakini kuna namna pia kwamba kinachofundisha tabia nzuri ni dini tu. Okay. Kwa hiyo utaona kwenye kanisani ataondoka nao, atarudi. Lakini atazuia, hakuna kucheza na wengine, hakuna kufanya hivi, hakuna kufanya hivi. Anaweza pia akaweka control katika devices zake, labda kama ni kompyuta au ni TV na nini, akaweka kabisa parental control. Anaiweka pale, watoto wasio wanaangalia vitu tofauti. Lakini hii haiwezi kumaanisha eti huyu mtoto atakuwa na maadili mazuri. Connection ya ukuaji, yani mtu anatakiwa ajichanganye. Kuna ile mtu kukua kiroho hata kupitia wenzake, kupitia wale anaokutana nao. Sasa ibada unafanya naye ndio wewe. Yani the way ana behave na baba na mama inaweza kuwa tofauti sana atakavyokuwa analika lake, wanavyochangamshana. Kama wanasali au wanasoma, atajitahidi asome kumzidi yule, atajitahidi afanye vizuri. Kama ni vitabu vya dini na nini, anajitahidi kufanya vizuri, kwa sababu ni rika moja, wanakuwa na kaushindani fulani. Yani kuna namna fulani anakuwa anajisikia huru, anajisikia vizuri. Lakini hii ya sheria mkononi, sheria chuma,
kwamba ndo inalea, hapana. Huwa tunasema malezi kwa haraka haraka tu huwa ni toa mahitaji, simamia tabia. Sasa kuna wale mahitaji hatoi na tabia asimamii. Kuna wale anasimamia tabia tu, mahitaji hakuna. Alafu kuna wale ambao ni mahitaji tu. Mtoto atake nini chukua, atake nini chukua. Lakini kwenye masuala ya tabia wanafeli. Kwa hiyo hizi aina nne za malezi pia ni changamoto sana, watu hawazizingatii. Haya, mtazamaji, ni Tumaini Jipya. Kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sana, na mada yetu tunaangalia ni kweli mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi, kama tulivyomsikia mwanasaikolojia Semeni Lukaga akiendelea kutuelezea vema. Na mara hii tunaangalia hatua ya ukuaji, nayo inaonekana kuwa chanzo cha mmomonyoko wa maadili katika malezi. Hatua ya ukuaji. For instance kwa watoto anapokuwa anazaliwa, kwa sababu tunasema huyu mtoto atakuta tabia ziko huku. Mtoto azaliwi na tabia zake. Sana sana atazaliwa na hulka ya ubinadamu. Lakini tabia atazikuta huku kwetu sisi ambao tupo tayari. Kwa hiyo kama ni kubadilika, tubadilike, tuanze kubadilika tuliopo. Wale watoto watakao kuja watukute tumebadilika, hakutakuwa na malalamiko ya maadili kumomonyoka. Sasa tunasema hii ya mabadiliko katika hatua za ukuaji ni kwamba kuna ukuaji, kuna hatua za ukuaji binafsi za mtoto. Umri unapokuwa unaongezeka kutoka umri 0, 1, 2, 5, 10, 15 na kuendelea huko, kuna mabadiliko ambayo ni ya lazima. Ni ya lazima katika fikira zake, ni ya lazima katika mwili wake, ni ya lazima katika interaction na jamii, yani ni ya lazima kijamii. Yani ni ya lazima. Sasa yani kwa namna yote ile huwezi kuya control. Kwa mfano fikra za kupinga sheria za familia au sheria za shule au sheria popote, watoto huwa wana develop kwenye ule umri ambao kuna umri ambao of course huwa kuna mabadiliko, waweza mtoto wa kike au wa kiume, lakini huwa kuna umri ambao anafikia hatua anaanza kukosoa sheria. Mbona mimi nakatazwa hivi? Mbona jambo hili lipo, na mbona watu wengine wanafanya, kwa nini mimi wananikataza? Kwa anakuwa na question mark. Hiyo huwezi mzazi kuizuia. Kwa hiyo unachotakiwa kujua ni aidha kuwa rafiki wa mtoto kwa ukaribu, kumuelewesha kwamba hili jambo sawa, linafanywa na watu na binadamu kama wewe, lakini kwa umri wako bado, au kwa mazingira yako bado. Sawa? Lakini unakuta mtu ana muda wa kumuelimisha mtoto na anaona yale mabadiliko mtoto yanamsukuma kwa sababu ni ya lazima. No way out kwamba yeye anaweza akapambana nayo. Unaona mtu anachukua hatua za kumpiga, kumwadhibu na nini, kumfungia, sheria kali, kumbe ndo anazidi kumharibu. Kwa hiyo mabadiliko katika ukuaji kwa mtoto yeyote au wa kiume au wa kike ni muda ambao wanahitaji. Sasa kwenye yale mabadiliko ni muda ambao anahitaji sana sana kuwa karibu na wazazi, kuwa karibu na marafiki wazuri, ili aweze kueleweshwa kwamba maisha ndivyo yalivyo. Hata kifikira kuna namna anaweza kuwa anaijua na mawazo tofauti sana. Mawazo ambayo asipopata mtu wa kumshirikisha, yale maswali anayojiuliza na kujijibu yanaweza yakawa wrong. Akaamua kufanya vitu ambavyo viko tofauti kwa sababu hapati majibu sahihi. Kwa hiyo pia wazazi tujue, unapokuwa na mwanao, hilo ujue, yani mwanzo mwisho ujue kwamba mwanao kuna muda mwingine anakuwa anajiuliza maswali alafu anataka majibu. Je, wewe unashiriki vipi kumjibia maswali mwanao? Sasa kuna wazazi wako hapa, mtoto anazaliwa mpaka anafikia hatua fulani, miaka fulani, hujawahi hata kuulizwa na mtoto, hivi baba hili hapa 1 2 3 lipoje? Mama hivi hili hapa lipoje? Msifikiri hawana maswali wale. Naongea na wazazi, yani wasifikiri msifikiri hawana maswali. Kuna umri ambao ni lazima, ni compulsory mtoto apitie kuoji sheria mnazompa. Kwa nini wengine wanafanya, mimi wananikataza?
kwa sababu kuna vitu anajifunza kutoka kwenye jamii. Na vipi kama mtoto hawezi hata kumuuliza mzazi wake ama mlezi? Ataenda kutafuta majibu. Wakati mwingine tegemeana, mzazi maybe ni mkali, hana ushirikiano, si rafiki wa mtoto. Mtoto anaona utaanzia wapi kumuuliza baba au kumuuliza mama. Anaweza akakosa majibu nyumbani, akaenda kuyatafuta kwa wenzake. Au akaenda kuyatafuta kwa watu ambao sio sahihi. Wakampotosha, mwisho wa siku akaharibika. Wewe unasema mimi nimemlea sana mtoto wangu vizuri. Nimemlea katika maadili safi. Mtoto wangu hana tabia mbaya. Hana tabia mbaya. Siku zinakuepo tabia unasema karibiwa na makundi, wewe ulikuwa wapi? Yaani kuna pati gani ulio play wewe kumsaidia mtoto kuweza kuenenda vizuri. Kwa lazima turudi kwako tukukosoe. Tabia kazikuta kwako na kwenye jamii yako, hajazaliwa nazo. Mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Haya. Mtazamaji, tunaelekea ukingoni na mada yetu ni kweli mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi. Mimi ninachakuuliza hapo Lukaga. Mama anapokuwa mjamzito wanasema vitendo vile vyote ambavyo mama anavifanya akiwa mjamzito ama tabia zake kwa ujumla, na akiwa anazipendelea sana yule mtoto ambaye yuko tumboni naye anaziadapt. Kwa hiyo akizaliwa na yeye anakuwa na zile tabia ambazo mama alikuwa nazo wakati akiwa mjamzito. Hili lina ukweli? Okay, ni kweli kisaikolojia. Mtoto yule, yani wale mtoto akiwa tumboni, huwa tunasema katika hali ya kifikira na mapokeo huwa ni sio watu wawili tena. Ni mtu huyo mmoja. Ndio maana mama akiwa ana ujauzito afu ana furaha, yuko vizuri na nini, itokee labda bahati mbaya tu matatizo ya magonjwa na nini, ndo anaweza akazaa mtoto mwenye changamoto. Lakini kama amedumu kwenye furaha wakati wa mimba mpaka anajifungua, utaona hata mtoto anazaliwa vizuri na afya njema. Lakini mama huyu alikuwa ni mtu wa stresi, kipigo na nini, huyu mtoto mtakuja kumuona baadaye katika ukuaji wake pia ana changamoto, akiwa na huzuni. Kwa sababu tunasema kitendo cha mama kufikiri vibaya, kufikiri mabaya, msongo wa mawazo na kadhalika, kupata sonona, hizo depression hizo zinafanya ubongo utoe hormones au kemikali ambazo ni chafu, so nzuri. Sasa si yule mtoto yuko tumboni anakula kila anachotoa mama. Mama anachokula ndicho anachokula. Mzunguko wa damu wa mama unategemeana mtoto. Haitakiwi yani vitu vingi. Maji anayokunywa, chakula anachokula, mawazo anayowaza mama, furaha ya mama ndio furaha ya mtoto. Kwa mwisho wa siku huzuni kwa unakuta muda wote kama yuko kwenye huzuni, na tunasema ubongo kuna namna anaweza akaathirika, yani kisaikolojia ataathirika tu. Ndio maana wanashauriwa pia asivute sigara, asinywe pombe, hivyo kwamba inaweza ikaleta matokeo mabaya mtoto anapozaliwa. Hatari sana. Bila shaka unajifunza vema mtazamaji. Lakini tukimalizia sasa, unamwambia nini mzazi na mlezi ambaye anatutazama kuhusu swala zima la malezi kwa watoto? Mimi ni waase tu kwamba kulea sio kazi ngumu kama ambavyo imekuwa ikichukuliwa. Kulea ni sio kazi ngumu. Ila cha kwanza kabisa mimi naocho waasa wazazi na walezi tuanze kubadilika sisi. Ili hao wanaokuja kuzaliwa, kwa sababu wanaiga kwetu, yakute mazuri. Sasa wewe unalazimisha mtoto abadilike awe na tabia nzuri wakati wewe na jamii yako hamko hivyo. Kwa ndio maana unakuta tunatumia nguvu sana kuweza kuwasaidia watoto hao wabadilike wakati wao wanayashuhudia tunayoyafanya. Kwa hiyo jamii ibadilike tu kwa ujumla, yani tusisingizie watoto tabia mbaya. Sisi wenyewe tuna shida. Tunatakiwa kubadilika. Tunaelekea tamati. Umesema kulea sio kazi ngumu. Sio kazi ngumu, yani watu wanasema tunasikia usemi katika jamii yetu tunayoishi kwamba kazi kulea sio kazi kulea. Kulea labda kulea anamaanisha labda matumizi, pesa nini, mtoto apate mahitaji. Unaweza kuwa una hali nzuri ya maisha. Lakini mimi ninachomaanisha hapo kulea sio kazi ngumu, kushape tabia. Sio kitu kigumu of course. Haya. Shukrani sana Lukaga. Asante sana. Nikutakie wakati mwema. Amina.
Asante mtazamaji kwa kuchagua Tumaini Jipya, lakini pia nimshukuru mwenzangu Simon Peter akiwa nyuma ya kamera. Mada yetu ya leo ni kujuze tu, inasema ni kweli mmomonyoko wa maadili unaanzia kwenye malezi. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda. Jumatatu nayo ni siku. Panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena. Asante. Bye bye.